Amen. Namshukuru Mungu tena kwa neema ambayo ametupatia ya kuwa hapa kwa siku ya leo kwa asubuhi. Neema yake imetuhifadhi kuwa wazima mpaka muda kama na huu. Si kwa akili wala nguvu zetu, lakini ni kwa neema ya Mungu. Ndiyo imefanya tuwe tena hapa kwa siku ya leo. Na zoea kusema ya kwamba sisi wanadamu tunaweza kuambiana tutaonana kesho, lakini anayetupatia nguvu ya kuonana ni Mungu pekee yake. Unaweza enda kwenye biashara vyako kuchuruza na ukazani ya kwamba umefaulu kwa sababu kuna kitu ulifanya, lakini acha nikwambie yote ambayo tuko nayo ni neema ya Mungu tu. Baraka ambazo tuko nazo ni neema ya Mungu tu. Na hatukustahili kukua jinsi ambavyo tulivyo isipokuwa Mungu. Nashukuru pia mama pamoja na baraza pamoja na papa pastor Mkule na watumishi wengine wote waliotukubalia tena kwa nyongezo ya wiki ya 3 tupate kusimama na kusema ile ambayo Mungu ameatia moyoni mwetu. Nimesoma kitabu cha Ruth na Kumbukumbu la Torati, na hii kitabu ya Kumbukumbu la Torati nitairudia vizuri. Inasema hivi: utakapokwenda vitani, ni Kumbukumbu la Torati 21 wala 21 10 hadi 15. Inasema, naomba tufuate vizuri: utakapokwenda vitani kupigana juu ya adui zako, na Bwana Mungu wako awatiapo mikononi mwako, nawe uwachukuapo mateka, ukaona kati ya mateka mwanamke mzuri, ukafanya tamaa kwake, ukawaza kumtoa kuwa mkeo, ndipo umchukue kwenu nyumbani kwako, naye atanyoa kichwa chake, akate na kucha, afue na mavazi ya uteka wake, akae nyumbani mwako, awakalie matanga babaye na mamaye mwezi mzima, kisha uingie kwake uwe mumewe, naye au mkeo. 14 nasema, tena utakapokuwa huna furaha naye, umpe ruhusa aende atakapo, lakini usimuuze kabisa kwa fedha, usimfanye kama mtumwa, kwa kuwa ulimtweza. Amen. Hallelujah. Ili somo nilikuwa namuuliza Mungu nitasema nini kwa siku ya leo, na wakati nilipokuwa naongea na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel kwa simu, kuna mambo alikuwa ananiambia, na hapo Mungu akanisaidia nikapata hii somo. Najua itakubariki sana. Tulikuwa hapa tangu Sunday iliyopita, nilikuwa nazungumza kuhusu imani litayo majibu, na nilisema mambo mengi kabisa. Na hii Sunday hapa ya hapa jana nilikuwa pia ninazungumza kuhusu imani ya mwenye haki ndani ya mateso. Na nilizungumza mambo mengi sana, lakini leo sitakuwa na hilo somo tena. Leo nitakamata ile somo. Ningeomba wazee waikae wanguli ni samani, lakini kwa heshima zenu pamoja na kiongozi hapa. Asante. Somo yangu ya sai wala ya asubuhi ya leo inasema kuhusu tabia za mwanamke mzuri. Tabia za mwanamke mzuri. Nisaidie kushika mkono ya jirani yako, mwambie wewe ni bibi harusi wa Kristo. Usimsikie haya, usimsikie woga. Shika mkono, mwambie wewe ni bibi harusi
wa Kristo. Haleluya. Amen. Tabia za mwanamke mzuri, lakini nitaleta tabia 5 ambazo Mungu amenisaidia na mimi najua itakubariki sana. Kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati ni kitabu cha Musa, na nitasema ni kitabu cha mwisho ambacho Musa aliwaandikia wana wa Israeli kisha kutoka katika utumwa. Maana Mungu aliporuhusu watoke katika utumwa, akuacha waende hivyo, lakini aliwapatia pia kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Hii kitabu linakuja kwa nini? Linakuja ili kuwakumbusha wana wa Israeli sheria za Mungu. Maana Mungu alikubali watoke, lakini na kutaka watoke wafike katika nchi ya ahadi pasipo kuwapatia kitabu cha kumbukumbu. Maana Mungu anapotaka kuinua mtu anampatia sheria, na wakati unatafuta fika katika utimilifu wa unabii fulani ambao Mungu amekuambia, anakupatia kumbukumbu la sheria. Kwa nini Mungu anaweka kumbukumbu? Kwa sababu ili siku utainuliwa, usiseme ni kwa sababu ya masomo yangu, choma na niko hapa, wala usiseme ni kwa sababu ya urembo wangu, choma na nimepata ndoa. Lakini unajua mwenye alinipatia hii ndoa ni Mungu pekee yake. Amen. Mungu anapotaka, Mungu akiita mtu kwa kazi, kitu cha kwanza anampatia sheria. Na hii sheria ni mafundisho. Shida ambazo tunakuta ndani ya makanisa ni nini? Unaona Mkristo anajiita ni mtu wa kwenda mbinguni, lakini saa ya sheria, saa ya neno la Mungu analala. Wakati wanatosha neno la Mungu, wakati neno linakuja anasinzia. Na utaangalia huyu mtu wakati ya wimbo anarukaruka, lakini kifika saa ya neno analala. Maana huyu mtu hana sheria ya kukumbuka. Ukiangalia watu wengi ambao walifika kwa hali fulani ya maisha, wana kiburi, wao leo huyu mtu wana sheria. Maana ndani ya sheria kuna vitu vinaandikwa. Ni hapo ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ni hapo Mungu anawaambia wana wa Israeli, mtakapoenda katika nchi yenu ya ahadi, wakiwapokea kama wageni msiwadharau. Na mkipokea wageni mwatii, kwani nani mlikuwa wageni katika nchi ya watu? Maana wanatembea wanajua tukifika hapa hatuna roho ya kudharau wengine, kwa sababu hata sisi tulikuwa wageni. Yes, yes. Hallelujah. Mama ambaye anajielewa, anajieleza, wakati ana watoto anaanza kuwapatia sheria. Anaanza kumwambia binti wangu, mwanamke anakuwaka hivi ndani ya ndoa, na siku huyo mtoto atakaribia ndoa atakumbuka sheria. Hii sheria inakuja wakati mtu unasikiliza neno la Mungu. Kukimbilia unabii ni sawa, lakini pia kutaka kusikiliza neno la Mungu ni sawa zaidi. Kwa sababu hata maombi ambayo haina ndani neno la Mungu, ile maombi haikuwa kina nguvu. Maombi ni nini? Maombi ni kumkumbusha Mungu maneno yenye alikuambia. Maana Mungu anamwambia Mungu, ulimuinua Daudi, hata mimi pia uniinue. Uliepusha watu fulani kwa mauti, hata mimi pia unikumbushe. Sasa wewe utamkumbusha Mungu nini wakati hauna sheria? Hallelujah. Amen. Mimi siwezi amini mtu ambaye anasema ni Mkristo anakimbia neno la Mungu,
Hapo kuna shule ya Biblia wanaita watu waje kusoma lakini wanakataa. Maana kuona leo huyu mtu anakataa kujua sheria. Tabia ya kwanza ya mwanamke mzuri wala bibi harusi wa Kristo ni mtu anahitaji kujua sheria. Ni mtu anataka kukua na neno ndani yake. Ili anapofika katika hali ya kuinuliwa, ili anapofika katika hali fulani, anakumbuka Mungu amenifikisha mahali hapo. Na acha nikwambie, yote ambayo uko nayo hakuipata kwa nguvu zako, lakini ni Mungu aliyekupatia. Kama ni watoto, kama ni ndoa, kuna watu hawajaza, kuna watu hawana ndoa, wanapiga magoti kila siku, Mungu nipatie ndoa. Kama Mungu amekupatia ndoa na watoto, ujue ni Mungu alikupatia, si kwa nguvu zako. Haleluya. Amen. Na utaangalia wakati wana wa Israeli wanaanza kusahau sheria, Mungu anamtokea tena Joshua, anamwambia kitabu hiki cha sheria ukitafakari usiku na mchana, maana utafsiri nyingine usikose kukikumbuka siku na mchana. Kweli. Sasa wewe ujiulize, una muda wa kukumbuka? Haleluya. Amen. Mungu atembea na watu ambao hawana sheria. Na mtu akikuwa na kama una sheria utakumbuka nini? Kama una neno la Mungu ndani yako, kama hujui neno, utakumbuka nini? Ni wale wa Kristo ambao wanafanya maana. Unasikia mtumishi wa Mungu pastor anapandisha sauti, unaanza kufuatilia maneno yake kwa sababu hauna sheria, hauna maombi ndani yako, hauna neno ndani yako. Ukisoma kitabu cha Mathayo 25, maandiko yanasema kulikuwa wanawake 10. Na hao wanawake walikuwa ni kama bibi harusi ambao walienda kwa sherehe. Biblia inasema kulikuwa 5 ambao walikuwa na akili na wengine 5 hawakuwa na akili. Hao wanawake walikuwa bikira. Ubikira ni Mkristo. Kuwa bikira maana yake kuwa Mkristo. Lakini unaweza kuwa Mkristo na huna akili. Si ni kweli? Yes. Unaweza kuwa mwimbaji lakini hauna nini? Hauna akili. Hawa wanawake walikuwa ni mabikira lakini walikuwa wana akili. Kwa mfano uko mwinjilisti lakini hauna neno la Mungu, uko tu mwinjilisti lakini hauna akili. Uko tu mwimbaji lakini kazi yako ni kuleta vita kwa waimbaji. Wewe leo uko mwimbaji lakini hauna akili. Uko tu Mkristo lakini tabia yako ni kurudisha tu wengine nyuma. Unaelewa tu wewe hauna akili. Biblia inasema walienda na taa lakini wakasahau mafuta. Unasikia mtu mwenye ana akili ni mtu mwenye anakuja kanisani kusikiliza neno la Mungu, kushika sheria, lakini wakati ya neno anaanza chats. Anaingia kwa WhatsApp. Na nimeona wengine wanajibu voice kwa kanisa. Lakini si hapa. Si hapa. Niseme uongo, si hapa. Yes. Wakati ya neno la Mungu, Mkristo mwenye na akili anafungua WhatsApp. Anaanza kuangalia vitu ambavyo walitia kwa mtandao. Na wengine wanaangalia picha za uchi ndani ya kanisa. Wengine wanafanya message na girlfriends, boyfriends ndani ya kanisa. Ubiri kuna ubiri, unafungua simu yako, unaanza kuchat. Na ni wale wa Kristo wakiwauliza walihubiri nini leo, anaanza kuambia tu niliona mama leo alivaa nguo ya white. Sasa alihubiri nini? Nguo ya white ndio mahubiri. Yaani unaelewa tu ya kwamba alikuja kanisani lakini hana nini? Hakuna akili. Yes. Haleluya. Najiuliza hati wanaweza kwenda
kwenye harusi, hata kama bwana harusi angelifika kwa sababu hakuna mafuta imeisha. Si ni hivyo? Kitu cha kwanza nasema ni ukubwa na sheria. Ili nafanya mtu, wala niseme ni tabia ya kwanza ya mwanamke mzuri. Tabia ya pili utaandika, tabia ya pili ni kusimama, wala ni kuwa na msimamo. Naomba nifanye mfano na watu wawili. Dada samani, sorry kuta. Sorry, heshima yako kuta. Njoo tujisikie huko. Na mama yangu, sorry. Mungu tufanye mfano kidogo. Simama tu hapa. Tunasoma katika kitabu cha Ruth. Hii ni historia ya familia moja ya mume na watoto wawili wanaume pamoja na mwanamke ambaye anaitwa Naomi. Biblia inasema hivi: wakati njaa inaingia katika nchi ya Bethlehem, hawa watu wakasema tuhamie hapo kwa nchi jirani Moabu, kwa sababu walisikia kule kuna chakula. Haleluya. Hapo nifanye vizuri, nataka leo niongee pole pole. Kitu cha kwanza hapa, hawa watu wanaonyesha hali ya kukosa msimamo. Wanatoka katika nchi ya Bethlehem ambayo ni nchi ya mikate, na wanaenda nchi ya laana, nchi ya Moabu. Ukisoma historia vizuri, wapi Moabu ilitoka, utakutanisha ni nchi ambayo ni watu ambao walitoka katika kizazi cha laana. Sasa wakati wanafika kule, japokuwa walipata chakula, lakini walikuta pia mauti. Kukosa msimamo inaweza kuleta mauti mu maisha yako ya kiroho, hata mu maisha yako ya kimwili. Acha nikwambie, hata kama nchi ya Bethlehem ilikuwa haina mikate, lakini kuna muda mikate ilikuwa. Hata kama hapo ndani ya kanisa hii unaweza kuona vitu viko sawa, lakini ujue kesho vitakuwa sawa. Ukikuwa Mkristo wa kuomba kanisa kwa sababu ya shida ambayo unaona ndani ya kanisa, ujue tu kule ambapo unaenda ni Moabu. Kwa unaweza kukimbia njaa hapo, lakini kuna unakuta mauti. Haleluya. Wanatoka nchi ambayo Mungu aliwatia ya destiny yao, na wanaenda nchi ya Moabu. Wanashindwa kujua ya kwamba nchi ya Moabu inaweza kuwa na chakula, lakini ni nchi ya laana. Kitu la kufurahia kwa Mungu ni nini? Mungu anaweza kubali upitie mateso fulani, lakini kesho atakubariki. Sasa mimi nikwambie, usikuwe na roho ya tamaa ya kutaka kuingia vitu vya giza juu ya pesa. Haleluya. Amen. Unaweza kimbia njaa hapa, lakini kule ambapo unaenda unaona kumejeneza kila siku usiku. Na matajiri wengi tunawaona hapa, wao nadhani ni matajiri. Kwa kukosa msimamo ukagusa dawa. Wengine wanalala kwenye majeneza. Haleluya. Amen. Biblia inasema wanatoka katika nchi ya Bethlehem wanaenda nchi ya Moabu. Sikia sasa kitu kinanifurahisha hapa. Wakati wanafika kwenye nchi ya Moabu, ya Moabu wanaanza kuishi. Jambo la kwanza, mwanamke wa Naomi. Mama hapa ndio Naomi. Sogea hapa. Mama tuache hapa. Fanya mfano vizuri. Mama ndio Naomi. Lakini mwanaume wake hakufi. Yeye ataishi. Ni mfano. Si ni hivyo kabisa. Hii mfano. Mama Naomi, mwanaume wake anafariki. Na watoto wake walikuwa wameoa kila mtu katika nchi ya Moabu. Kuna mwanamke mmoja anaitwa Orpa na mwingine anaitwa Ruth.
mama anabaki mjane. Biblia inasema siku zilipoenda, mtoto wa kwanza pia akafisha. Mtoto wa kwanza pia akakufa mwanaume, na wa pili pia akakufa. Maana mama anabaki mjane na anabaki finda watoto, lakini anabaki na wapwe wake wawili. Si vile kanisa? Sikia sasa. Mama anawaambia, mimi sina tena nguvu ya kuzaa na sina watoto tena. Kumbe mubaki kwa nchi yenu ya Moabu na mimi niende, kwa sababu hata nikikuwa na mwanaume kwa umri wangu siwezi nikazaa. Si vile? Yeah. Ninyi mngali vijana mnaweza mkajifurahisha na walikuwa wajazao hao mnaweza mkapata nyumba fasi nyingine na mkazaa vizuri. Kwa hiyo mwende mniache mimi pia nirudi. Biblia inasema wao walikuwa na msimamo, wakasema hii ni kweli, akaenda. Lakini maneno ya Ruth yanifurahisha. Biblia inasema Ruth anamwambia Naomi, usinisi nikuache. Jambo la kwanza, watu wako watakuwa watu wangu. Kitu cha pili, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mimi natauliza kanisa, huyu mama mjane amefiwa na watoto wawili, anaonekana na Mungu. Tuambiane, ingekuwa ni hapa Nairobi, huyu mama angeonekana kwa na Mungu. Na ni mzee, mngesema ni mchawi. Amekula watoto wake na amekula mume wake. Kwa nini yeye asifariki? Si ni hivyo kanisa? Si ni hivyo? Yes. Sasa ujiulize, huyu ana revelation gani ya kumwambia Mungu wako atakuwa Mungu? Ya baba wana mama wa kiroho wanasema ana Mungu. Tunakimbia hapa, hakuna Mungu tena. Lakini ndani ya madhaifu, Ruth akasema Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hii ni msimamo ya aina gani? Yes. Haleluya. Amen. Hivi wao unasikia tu unasema amen, lakini kitafakari hata wao ukikimbia. Si ni kweli? Hata wao ukikimbia, kuna watu wanasema Yesu alikuwa singemkana, hata wao ungemkana. Hivi uniambie niseme yes, mimi najua sana. Yes, Yakobaye acha tuambie hii ni mkate wa uzima, utakubali? Usimwona amezaliwa hapa. Chama atamwambia wewe mtoto siwezi nikakubali. Hata ungekuwa wakati ya Naomi pia ungekataa kusema kwamba Mungu wake atakuwa Mungu wako. Au nilikuwa na Mungu. Tunatafuta Wakristo ambao watajua umuhimu wa Mungu wakati anapoonekana, wakati unaofaa na usiofaa. Haleluya. Makanisa wanataka waone Mungu vitu vya dunia. Maana ukikuwa tajiri ni hapo unaonekana uko na Mungu. Acha nikwambie, hata kama uko maskini pia uko na Mungu. Ruth anatuonesha msimamo. Haleluya. Japokuwa shida, japokuwa mama yangu wa kiroho anaonekana hana mavazi, anaonekana ni mtu wa kudharauliwa, lakini Mungu wake mjane wa Mungu wangu. Ya. Msimamo. Haleluya. Makanisa tunakosa msimamo ndani kwa hizi siku. Tunasema kiko bibi harusi wa Kristo, lakini tunapoangalia bibi harusi wa Kristo hakuna msimamo. Oh yes. Na nilisema wiki iliyopita, mtu akifanya maombi miaka 2 atapata majibu, anaenda kugusa dawa. Anagusa dawa. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema Ruth akaenda na Naomi. Kwa msimamo wakaenda naye, na wakaanza kuteseka. Kwani ukiona mtu anageuza jina lake, anasema jina langu haiko tena Naomi, inakuwa uchungu. Yaani uelewa huyu mtu anapitia machungu mazito. Na siku moja Ruth akamwambia mama, tutaishi aje? Tutakuja tukakufa. Uniruhusu niende niogote makombo. Niambie, mwanamke ni mrembo sana dada yangu hapa. Lakini niambie, uzuri wake wote anakupa nyoka aogote makombo. Acha niseme kitu kwa sisi vijana, usikubali kuoa mwanamke mwenye na makucha marefu.
Yule afanye kazi. Niambie una makucha marefu utatumikaje? Utafua masani kweli? Utafua kweli? Utaosha kweli? Utaosha kweli wao utaosha. Unakucha marefu hivi kweli utakubali kuchafua makucha yako? Hata kwa kuoa sisi vijana uangalie vizuri. Uangalie unaoa nani. Angalia. Baba Mungu bariki mwenyewe. Nimesikia kiongozi wangu hapa ni mwalimu wa Biblia. Ana kazi. Yeye ana makucha marefu. Hii makucha naongelea hapa ni ya kiroho. Mungu siangalie makucha marefu. Ni ya kiroho siongelee makucha ya kiroho. Unaambia Ritz angeliweza kufanya uzinzi kwa uzuri wake. Lakini anasema hapana. Nitajisimama. Acha ni haraka niseme hivi. Na hii kitu ikamfanya siku moja akaenda akamwekea mshamba ya Boazi. Boazi siku moja anakuja na angalia anasema, "Huyu mwanamke mwenye kujishusha hapa ni nani?" Kuna ugota. Naona na ugota na anajua mwanamke akishutama hivi, akiinuka 500. Sasa anaangalia kwa nyuma anauliza huyu ni nani? Haleluya. Unaweza mkanitia tuongee, tufanye mazungumzo. Una muda wa kuongea, wa kuzungumza. Utasoma pale utasikia mimi sisemi uongo hapa ni hivyo. Na hata wakati Rita anarudia kwa Naomi, anamwambia mama nilikutana na mtu lakini nasikia jina lake ni Boazi. Na yule mama akamwambia, "Huyu Boazi ni mtu wa jamaa ya mume wangu." Unabii wa kwanza ikatibilika watu wako watakuwa watu wangu. Manake Boazi alikuwa mtu wa familia ya Naomi, lakini kwa sababu alideclare akasema watu wako watakuwa watu wangu. Na mimi napandisha mkono wangu juu. Nataka nitabirie watu wawili nikisema hapa, watu wa mama watakuwa watu wako, Mungu wa mama atakuwa Mungu wako. Mahali mama alifika utafika zaidi. Kwa sababu Mungu wake ni Mungu wako, watu wake ni watu wake. Mwenye imani tujue watasema amen hapa. Kama una imani utasema amen. Anapata ndoa mzuri kwa sababu alisema na msimamo. Uniambie kwenye Europa alienda wapi? Na hata historia yake kwa Biblia imeisha. Haleluya. Msimamo. Jambo la tatu, nilikuwa naongea na mzee wangu hapa, ilikuwa Tuesday. Pastor, kuna maneno nilikuuliza unakumbuka? Na akanipatia majibu na ile majibu kanitengenezea somo. Na ndio somo nikueleza nayo hapa. Mwenye wakukua somo hili ni tabia 5 ya mwanamke mzuri. Kama uko unaandika tabia 5 ya mwanamke mzuri. Tabia ya 3, huyu mwanamke ni mtu ambaye atakuwa amevua vazi lake la kale. Naomba unitege masikio hapa upate kunielewa. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinasema, Mungu anasema unapoenda kwenye vita, na huko kwenye vita Mungu akikamata wale maadui akiwatia mikononi mwako, maana Mungu atakupatia ushindi. Na katikati ya wale mateka ukiona mwanamke wa kiana mrembo mwenye sura nzuri, tengeneza kitu vizuri ndio. Ukiona mwanamke wa kiana sana damu hapa mwenye sura nzuri, jambo la kwanza ukijisikia kufurahia usimwache. Unasikia hicho kitu? Kwenye vita unaona mwanamke mzuri mrembo usimwache. Maana hapa kwenye hii vita ukiona wazee utawaua. Ukiona wamama utawaua. Lakini ukiona mwanamke mwenye kuna sura nzuri usimwache. Umshike mbele kwako. Kitu cha kwanza utafanya kwake, utafua mavazi yake ya utumwa. Unasikia hiki kitu? Utafua mavazi yake ya utumwa. Na hata nirudie niseme hivi, Mungu anamwambia utakapoenda kwenye vita kupigana na adui zako. Maana Mungu alitaka kuambia awapiganaki na ndugu. Usipigane na mtu mwenye alikutendea mema. Yana na adui. Basta kukula
je, mambo ambayo unayoyafanya kwa ndugu aliyekusaidia ni nini? Unamfanyia vitu vizuri wala unamtia chini? Mungu anataka kutuambia hapa, wakati unafika kwenye vita, Mungu akikamata wale maadui akiwatia mikononi mwako, maana ni kusema mwenye tapigana ni wewe, lakini mwenye atafanya miujiza ni Mungu peke yake. Na nilisema ndoa yenye ulipata na dada yangu si kwa uzuri wako, lakini ni kwa sababu ya Mungu. Kuna watu wanasema ni kwa sababu ya urembo. Wande hapa kwa mabao utaona wabinti wa rembo ni makahaba. Na ukiangalia wenye wana sura sasa kama yangu wanaolewa. Si hivyo? Hata useme ameni unasema hivi kweli. Si kweli? Maana kila kazi ambayo uko nayo ni Mungu alikusaidia, japokuwa sema. Na Mungu anamwambia utavua mavazi yake. Mavazi yake ni matendo ya zamani, matendo ya kale. Maana mwanamke mwenye sura nzuri, kanisa bibi harusi wa Kristo, hautakiwi kukuja na matendo yako ya zamani kanisani. Haleluya. Amen. Sasa hapa kuna bakia points ngapi? Ziko 5, ili 3. Acha nile kwa haraka. Jambo la pili, anasema ukisha kuvua mavazi yake ya zamani, utakata makucha yake. Utaikata. Tumesoma mkusikia? Ule mwanamke uliyekamata kwenye vita, ukijisikia kufurahia mtwara, kitu cha pili utafanya nini? Utaondoa kucha. Na utendewa kazi ya kucha ni kukulana. Ni wale watu wanakuja makanisani, mwimbaji naimba vibaya, wanakulana. Unasikia naimba hapo, chumba taimba tena vibaya, unasikia anatoka kwenye kichumba usikie. Maana tunaelewa ni Wakristo ambao wana hali ya kuvunja wengine moyo. Wengine wanavunja. Siku moja tulikuwa hapa na ni revival, ilikuwa Sunday na tukapiga music mbaya, nikaona watu wanaangaliana. Wao leo tu ni makucha. Sasa wao niambie, ukiona mtu anafanya vibaya mu presence ya Mungu, alafu unamchekea, wewe mtu utafanya nini? Sasa vunjika moyo. Si hivyo? Lakini ninafurahia hapa kwa sababu hata mtu akifanya vibaya tunapiga makofi. Ni alama ya kwanza kumwambia wewe endelea tu. Hata kama unashinda sana utaweza tena. Haleluya. Maana mambo nilikuwa ukifanya vibaya wanakulana, na hata hapa jinsi niko nahubiri wengine wananisema. Hajui. Si ni kweli? Anafaki hata kupendama, kwanza atapendeza, kwanza iko hivi. Maana unaelewa tu ni makucha, roho ya kukulana. Mwenzako akifanya harusi nzuri, wala furahie, ulie ni nini? Kuliko umfurahie, lakini unasema anaenda, lakini atafanya tu miaka 2 na anatoka mbinguni. Acha nikwambie ataikaa. Na atazaa. Mwanamke mwenye sura nzuri hatakiwi kuwa na makucha. Ukiona tu moyo yako ndani na roho ya kusema wengine vibaya, maana ujue hauko mwanamke mzuri, hauko bibi harusi wa Kristo. Hiyo ni kweli, nasema hata uitiki ni kweli. Ukiona tu una hali ya kuangalia madhaifu, kuna wengine wanakuja kanisani kuangalia madhaifu ya mhubiri kwa mbaji. Yeye hakuji kusikiliza neno, lakini anakuja kuangalia wapi kwenye atashimbia. Ukiona ungali na ile roho, maana unajua hauko bibi harusi. Hallelujah. Amen. Jambo lingine utafanya, utakata nywele zake. Na hii nywele ilikuwa inafananishwa kama vile ukiona mtu wala mwanamke na mateso wala na aibu, huyu mwanamke alikuwa anatoa nywele na watu wanasema huyu mwanamke ana aibu. Wala tena alikuwa ni mwanamke mbaya, alikuwa wala alifisha, wala niseme amefisha mume, ni hapo anatosha nywele zake kuashiria sheria. Haleluya. Kutosha nywele maana yake nini? Maana yake utatosha sheria ya zamani, utatosha ile roho ya ukabila na machuki ndani ya kanisa. Ukiona kanisa inataka tu wakuna wa Masai tu peke yao, uelewe
wanabadilisha jina, wanasema hatuko tena Warundi, hatuko tena Wakenya, lakini tuko waandamizi. Bibi harusi wa Kristo hapashi kuwa na roho ya ukabila ndani yake. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na mwisho nasema Mungu anawaambia sasa, ule mwanamke unapomchukua, ukimaliza hivyo vyote umweke kwako, alie kwa mwezi mmoja kwa ajili ya familia yake, lakini akikufurahisha uishi naye kama mke. Kama hatakufurahisha umwache aende zake. Ni ashiria kwamba ni Yesu tu alitoka mbinguni akakuja kwenye vita kupigana na shetani, alafu kupigana akaona mwanamke mzuri kama mimi na wewe ambaye ni kanisa, na akatuchukua akatutia kanisani. Jambo la kwanza katosha tabia yetu ya zamani, jambo la pili katosha roho ya kurudishana nyuma, na jambo la tatu katosha sheria mzee. Akatuweka kanisani. Tukimfurahisha tutaona uzima wa milele, kama tukimfurahisha tutaona moto ya jehanamu. Na acha nikwambie kwa asubuhi ya siku ya leo, ujikaze kuwa mwanamke mrembo ili siku moja uone Mungu. Ujikaze mwanamke mrembo ili siku moja uishi karibu na Mungu. Tumekuja kanisani si kutafuta vyeo, tumekuja kutafuta cheo kutabakia, lakini tumekuja kanisani ili tuone uzima wa milele. Kama ulikuja hapa kutafuta pesa hautaipata, kama ulikuja kutafuta gari hautaipata. Jambo la kwanza tafuta uzima wa milele ili Mungu afanye vitu kwa maisha yako.